Sumu ya nyuki kwanza mimi mwenyewe nilikuwa naiogopa niliposikia sumu ya nyuki mwanzo kabla hatujaanza. Lakini baada ya kuja kupata faida zake ndio nikajua faida zake zaidi. Wenzetu waliotuzidi ambao ni nchi za Ulaya kule wameanza kugundua sumu ya nyuki inatengeneza madawa yale ambayo kwa kweli ni ya magonjwa ambayo ni sugu. Kwa mfano kama rheumatism, kansa na magonjwa mengine jamii hiyo ambayo yale ni magumu zaidi, ndio wanatumia hizo sumu ya nyuki kwa ajili ya kutengeneza nini kama material yao kutengenezea dawa. Wafugaji wa nyuki kutoka katika tarafa ya Goroa wilayani Babati mkoani Manyara wameanza uvunaji wa sumu ya nyuki ambayo inatumika kama tiba ya magonjwa sugu mbalimbali. Wakizungumza wakati wa kufunga mradi wa World Vision Goroa, wamesema hawana masoko ya uhakika ya kuuza sumu hiyo ya nyuki. Kwa majina naitwa Ibrahim Mabere, ni mwanakikundi wa kikundi cha Miringa ambayo kinajishughulisha na ufugaji wa nyuki. Mimi natokea kijiji cha Kidabagar katika tarafa ya Goroa. Kikundi chetu ni cha siku nyingi kidogo. Shughuli zake kubwa hasa ni uzalishaji. Kwanza tulianza na uzalishaji wa asali ambayo ni mazao ya nyuki. Tunazidi kusogea, mwisho wa siku tukaona kuna baadhi ya fursa nyingine tunaziacha, tukaendelea na mambo mengine kama kutengeneza nta, na baadaye kabisa kuna mambo ambayo kwa kweli tulikuja yaona kumbe yanaweza yakasaidia katika maendeleo ya maisha yetu. Tukaanza kuvuna zao la sumu ya nyuki ambalo linatokana na nyuki wenyewe. Zao lile kwa kweli tulilipata kutokana na ubunifu wetu sisi wenyewe, lakini mradi mzima wa ufugaji wa nyuki tuliupata kupitia shirika la World Vision. Lakini baada ya hapo sisi nao tukawa wabunifu, tukaanzisha mambo ya kuvuna sumu ya nyuki baada ya kugundua kwamba naye hiyo ni fursa ambayo inaweza ikatuongezea kipato. Ufugaji wa nyuki ni ufugaji ambao ni mwepesi zaidi kwa sababu kwanza hauhitaji mvua, hauhitaji nini, lakini nyuki wenyewe wanaleta mazao bila kujua sisi wanayatoa wapi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa ujumla kimetuongezea kipato kwa masoko. Kwa mfano kama haya masoko ya mambo ya uvunaji wa sumu ya nyuki, ilikuwa inatakiwa tujitangaze sana. Sasa na sisi bado tuko chini kidogo. Sumu ya nyuki kwanza mimi mwenyewe nilikuwa naiogopa niliposikia sumu ya nyuki mwanzo kabla hatujaanza. Lakini baada ya kuja kupata faida zake ndio nikajua faida zake zaidi. Wenzetu waliotuzidi ambao ni nchi za Ulaya kule wameanza kugundua sumu ya nyuki inatengeneza madawa yale ambayo kwa kweli ni ya magonjwa ambayo ni sugu. Kwa mfano kama rheumatism, kansa na magonjwa mengine jamii hiyo ambayo yale ni magumu zaidi, ndio wanatumia hizo sumu ya nyuki kwa ajili ya kutengeneza nini kama material yao kutengenezea dawa. World Vision kwanza niwashukuru. World Vision niwashukuru kwanza, wamenionyesha njia kwa sababu mimi nisingeweza kuonekana kama sio shirika la World Vision. World Vision ndio wamenionyesha njia mpaka hata sasa hivi nyewe mnaniona. Na kwa ujumla tu nasema Mungu kwanza awasaidie huko wanakoenda, japokuwa tumeachana lakini hatujaachana sana. Tutakuwa tunawasiliana nao, lakini vile vile nao waendelee kunitangaza hata huko wanakokwenda kwamba tumeacha nini huku nyuma. Wako watu ambao labda wanahitaji, wanaweza wakatuhitaji watu kama sisi, basi wanaweza wakatuita hata sisi tukasaidia kwenda kuwasaidia hata kuwatolea elimu. Kwa jina naitwa DJ Ismaili Masi, ni mwanakikundi wa kikundi cha ufugaji nyuki tarafa ya Goroa lakini kata ya Bwai. Kwenye kikundi chetu tulifadhiliwa na World Vision, tulipewa mizinga zaidi ya 100. Na mizinga hiyo tukanufaika na asali ambayo sasa tunaichakata na kuigrade na tunauza sehemu mbalimbali kwa anayehitaji, ila hatuna masoko ya uhakika. Kwenye mradi huu wa nyuki, tofauti na asali tunatengeneza nta ambayo pia nta ile unatengenezwa mishumaa. Kuna watu wengine tunatengeneza mafuta ya kujipaka ambayo huwa inalinda ngozi isiumie na jua. Pamoja na nta hiyo tunavuna sumu ya nyuki. Sumu ya nyuki ambayo kwenye mafunzo tuliambiwa kwamba huwa inasaidia kutibu maradhi ambayo wanaita rheumatism, lakini homa ya miguu, yani tuseme homa ya baridi, kwamba unapotumia ile dawa mwili unapata joto, kwa ile tatizo linaisha. Lakini shida iliyoko sisi huwa tunauza ile malighafi bila kuichakata, na hatuna uhakika wa soko na hatujui bei halisi ya sumu ile. Kwa hiyo tunauza tu kwa kupatana, kwa kuelewana na watu wanaohitaji.
Sasa sisi kama kikundi leo World Vision inatuaga. Pamoja na hayo hatuna soko la uhakika la sumu. Tunahitaji pia ufadhili, labda uwezekano kama upo kwa ajili ya ile mashine ya kuvunia sumu ya nyuki. Sisi tumefanya ubunifu wenyewe tukishirikiana na VETA Babati. Lakini kama kuna uwezekano, kuna namna yoyote ya kusaidiwa na serikali yetu. Mradi huo ulioanza mwaka 2008 umeweza kuwafikia wananchi kutoka katika vijiji 18 katika sekta ya kilimo, ufugaji, ujasiriamali, vikundi vya kuweka na kukopa, afya na elimu. Shirika la World Vision lilianza kuhudumia wanagoroa kuanzia mwaka 2008 hadi leo tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2025. Ni miaka 17 sasa. Leo ni hafla ya kukabidhi mradi rasmi kwa jamii ya Goroa, japo World Vision itaendelea kutekeleza majukumu machache hadi tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, shirika la World Vision katika kipindi chake chote cha kuhudumu katika tarafa ya Goroa limeweza kuhudumia wananchi katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya kilimo, ufugaji, ujasiriamali, vikundi vya kuweka na kukopa fedha, afya na elimu. Shirika lilijikita katika utoaji wa elimu na misaada kwa sekta rasmi na sekta isiyo rasmi katika kuboresha maisha ya wanatarafa ya Goroa. Wananchi walipata elimu juu ya utunzaji wa mazingira, mabadiliko ya tabia ya nchi, usimamizi wa mradi, ujasiriamali, elimu ya usafi pamoja na afya. Pia dhana kamili ya ulinzi na utetezi wa mtoto ikiwemo uundaji wa kamati za ulinzi wa mtoto katika ngazi ya vijiji na kata, ikiwemo pia uundaji wa mabaraza ya watoto mashuleni na kuwezesha vijana kuwa na mtazamo chanya wa maisha. Katika sekta ya elimu, shirika hili liliwezesha ujenzi wa madarasa 10, matundu ya vyoo 108 mashuleni, vichomea taka na chuo cha ufundi stadi Goroa, ununuzi wa madawati 325, ugawaji wa vifaa 148 mbalimbali vya michezo, ugawaji wa vifaa kama vile madaftari, kalamu, sodo au taulo za kike. Katika sekta ya kilimo na ufugaji, shirika pia liliendelea kuhamasisha juu ya umuhimu wa kilimo na ufugaji wa tija kwa kuwapatia vikundi 45 ng'ombe wa maziwa, utoaji wa mizinga 200 kwa vikundi 15 vya ufugaji nyuki, ujenzi wa mabwawa 20 na mifereji ya umwagiliaji, kilimo cha mboga mboga. Vikundi vya kuweka na kukopa fedha vilipewa elimu na kuunganishwa na Vision Fund ambayo jamii zenye kipato duni ziliwezeshwa. Katika sekta ya afya, shirika liliendelea kutoa elimu, vifaa mbalimbali kama vitimwendo na shuka kwenye vituo vya afya. Lakini pia shirika limewezesha wamama wengi kujifungulia kwenye vituo vya afya na kuhudhuria kliniki. Lakini jamii pia kuhamasika juu ya umuhimu wa matone ya vitamini A. Lakini pia uanzishaji wa hudumu wa afya ngazi ya jamii, uundaji wa social clubs, klabu za usafi wa mazingira umewezesha usafi binafsi, utunzaji wa mazingira na matumizi ya maji safi na salama. Hakika tunawashukuru sana, pamoja na kwamba shirika hili limemaliza muda wake katika tarafa ya Goroa, limefanyika muhimili mkubwa wa maendeleo katika nyanja zote za kimaendeleo. Jamii hapa kwa kweli kuna changamoto zilikuwepo katika haya maeneo, hasa masuala ya utapiamlo. Kulikuwa na utapiamlo, watoto wengi walikuwa wana changamoto ya udumavu. Lakini baada ya World Vision kuja hapa, ikafanya utafiti, ikaona kuna vigezo vyote vinavyopaswa kusababisha kuanzishwa kwa mradi wa maendeleo ya jamii. Mradi ulipoanza kulikuwa hakuna madarasa ya kutosha. Watoto walikuwa wanatembea kutoka sehemu moja kwenda nyingine zaidi ya kilomita 10. Kwa hiyo ilichangia sana kusababisha masuala ya ukatili kwa watoto. Watu walipata mafunzo mbalimbali kuhusiana na jinsi ya kuandaa chakula kwa ajili ya watoto wadogo wenye chini ya umri wa miaka 5. Wananchi walivyofundishwa wakaanza kupractice katika level ya kaya. Watoto wakaanza kula chakula inavyotakiwa. Watoto wakawa wanafuatiliwa, hasa wale ambao wameshaathirika na udumavu. Baadaye hali ilibadilika sana. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga, mwanasheria wa mkoa huo Neema Gasabile amesisitiza wananchi kutunza mradi huo na wajibu na nafasi kubwa sana kuhakikisha hii mbegu iliyopandwa na kuota haitakauka, ila itaendelea kumea kwa ustawi wa wanagoroa, na si wanagoroa peke yake. Tunategemea kwamba hata tarafa za jirani
hamtakuwa wachoyo, ila mtawashirikisha kile ambacho mmejifunza ili Manyara yetu na Babati yetu kwa ujumla iweze kukua. Kama ambavyo tumeambiwa, mradi wa maendeleo Gorowa EP ulianza rasmi mwaka 2008. Na hii ni kufuatia utafiti wa awali uliofanyika katika tarafa ya Gorowa mwaka 2008. Na mradi huu umekuwa ukitoa huduma mbalimbali katika jamii yetu, na tunawashukuru sana wafadhili wetu kwa mchango wao mkubwa kwa jamii ya Gorowa. Kila wadau wetu walichokifanya ni pamoja na kufanya kazi sambamba au kwa kushirikiana na serikali yetu ya Tanzania. Pia kwa kukubali wito wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushirikiana katika lengo zima la kupiga vita umaskini, ujinga na maradhi kwa kutekeleza mradi wa maendeleo ya jamii ya Gorowa kwa muda wa miaka 17. Leo kwa pamoja kama wadau wa maendeleo ya jamii katika tarafa ya Gorowa tunashuhudia makabidhiano ya shughuli mbalimbali za maendeleo kati ya jamii ya Gorowa na wafadhili wetu. Ni siku ya furaha kwa jamii, na jamii iko tayari kupokea jukumu la kuendeleza mapambano dhidi ya umaskini, maradhi na ujinga. Kama ambavyo nimesema kwenye shairi letu, tumesikia wakiwaga World Vision Tanzania, lakini hii ni ishara kwamba tumekomaa na tuko tayari kuendeleza kile ambacho tumekwisha kipokea. Ni siku ya furaha kwangu na kwa wanagorowa kwa sababu tunajivunia kwa pamoja utekelezaji mahiri wa shughuli za maendeleo na matokeo yake kwa kipindi chote cha miaka 17 ya ufadhili. Siku hii ni ya kihistoria katika jamii ya Gorowa, kwa serikali yetu, lakini pia World Vision na wafadhili waliohusika kwa moja katika kufanikisha utekelezaji wa mradi huu. Niweze kutambua utekelezaji ambao umefanywa na World Vision kwamba wamewekeza katika elimu, lakini wamewekeza katika afya, ufugaji, upatikanaji wa maji safi na salama, ulinzi wa mtoto. Pale tulipata elimu, watoto wameongea, wamejitambua kwa namna gani, wameelezea jinsi ambavyo wamefundishwa.